Bana, katika masuala mazima ulimwengu burudani na habari ambao kila siku umekuwa ukizusha masuala mapya na habari mpya. Hakika leo tuko na mapya ambako tunamuona ama tunamwangazia mama mzazi wa Zuchu, wanamuita Khadija Omar Kopa. Ametoa onyo kali kwa Diamond kuhusu mwanae kupigwa. Ambatana na mimi mpaka tamati, lakini pia nitakukumbusha kusubscribe kama bado, ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Wananiita Official Rose D's, ndio. Labda msanii mkongwe wa muziki wa taarabu nchini Tanzania akitokea kule visiwani Zanzibar, Bi Khadija Omar Kopa bana ameweza kuibua mjadala mzito sana katika mitandao ya kijamii. Ini mara tu baada ya kutoa kauli ambayo ilikuwa na uzito kuhusiana na swala la wanawake kuvumilia kupigwa ndani ya ndoa. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni, Khadija Kopa ambaye pia ni mama wa star wa muziki wa Bongo Flava Bibi Zuchu, anaonekana kusisitiza kuwa hataki kabisa kuona mtoto wake au mwanamke yote tu yule anavumilia mateso ambayo yatakuwa ni ya kimwili, pengine kisaikolojia, eti kutoka kwa mwanaume wake kisa yuko kwenye ndoa. Na Bi Khadija Omar Kopa ambaye kwa muda mrefu amekuwa mfano wa kuigwa pia katika tasnia ya muziki wa taarabu kutokana na nidhamu, lakini pia falsafa zake za maisha, amesema kuwa mapenzi ya ndoa hayapaswi kuwa chachu ya mateso. Lakini pia anafafanua kuwa wanawake wengi hujikuta wakinyamaza kimya wanapopigwa au kunyanyaswa kwa kisingizio cha kulinda heshima ya ndoa, jambo ambalo ni hatari kwa afya lakini pia utu wa mwanamke. Ikono ya kwanza ya Khadija Omar Kopa anasema, mimi sitaki kabisa kuona mtoto wangu anavumilia kupigwa kwenye ndoa. Mapenzi ni kuvumiliana, lakini sio kuvumilia mateso. Mwanaume akikosa pesa au akiumwa, hayo ni mambo ya kuvumilika, lakini sio kupigwa au kudhalilishwa. Hii ni nukuu ya kwanza ya Bibi Khadija Omar Kopa wakati akizungumza na vyombo vya habari kuonyesha namna gani hataki kumuona pengine Zuchu akiteseka kwenye ndoa itikisa anamvumilia mwanaume. Lakini pia kauli yake tunaona inapokelewa kwa hisia tofauti. Wengi wamempongeza kwamba na ujasiri msanii huyo mkongwe kwa kutumia sauti yake kuhamasisha jamii juu ya kupinga ukatili wa kijinsia majumbani. Na watu wengi hasa wanawake wamekuwa wakieleza pia kupitia mitandao yao ya kijamii kwamba maneno ya Khadija Omar Kopa ni ya kweli na yanapaswa kupewa uzito mkubwa katika jamii ya sasa ambayo bado inakumbwa na matukio mengi ya ukatili. Kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliwekwa na kituo cha televisheni cha PMTV ambacho kiliripoti taarifa hiyo, bana Bi Khadija Omar Kopa aliweza kufafanua zaidi kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kuvumilika katika ndoa kama vile changamoto za kifedha au matatizo ya kiafya, lakini unapokuja kwenye swala la kupigwa, kikweli alipaswa kupewa nafasi yoyote. Lakini pia aliendelea kusema kwamba wanawake ama mwanamke ana haki ya kuheshimiwa na kupendwa, sio kudhalilishwa au kuumizwa kwa jina eti ndoa. Kauli yake pia imeibua mijadala mipana kuhusiana na nafasi ya wazazi katika kulea mabinti wao, kuwa na ujasiri wa kuweza kupinga ukatili wa aina yoyote. Lakini pia wengi wanasema kwamba ni jambo la busara kwa wazazi kuweza kuzungumza waziwazi na watoto wao kuhusu maisha ya ndoa badala ya kuwafundisha kuvumilia kila kitu kwa hofu ya kuitwa wasumbufu au watu ambao hawajatulia. On other side, pia wachambuzi wa masuala mazima ya kijamii wanasema kwamba tamko la Bi Khadija Omar Kopa linaendana kiukweli na juhudi za serikali na mashirika ya kijamii katika kupambana na ukatili wa kijinsia. Bana, Tanzania imekuwa ikikabiliana na changamoto kubwa kabisa ya matukio ya wanawake kupigwa na wenzi wao, ambapo mara nyingi pia visa hivi hubaki kimya kwa sababu wahanga wanaogopa kulalamika. Khadija Omar Kopa pia amekuwa sio tu msanii wa muziki bali pia amekuwa ni mlezi, mshauri wa wasanii chipukizi akiwemo binti yake ambaye ni Zuchu, kwa sasa ikiwa ni mmoja ya nyota wakubwa wa muziki wa Bongo Flava barani Afrika. Kauli yake hii imeweza kuonyesha wazi kwamba hata katika mafanikio bado anaendelea kwa sauti ya kutetea haki na utu wa wanawake. Kwa ujumla, ujumbe wa Bi Khadija Omar Kopa ni kuamsha fikra na kuelimisha jamii kwamba ndoa si jela bali ni ushirikiano wa upendo, heshima na uelewano. Na mwanamke anapopigwa basi anapoteza sio tu heshima bali pia afya yake ya kimwili na kisaikolojia. Ni muhimu sana katika jamii ikatambua kwa upendo wa kweli hauwezi kuambatana na maumivu. Kupitia kauli yake, Bi Khadija Omar Kopa inatoa fundisho kubwa pia kwa wazazi, wanawake na wanaume wote kwamba ni lazima kila mmoja ajifunze kuheshimu mipaka ya upendo. Mpenzi au mume mwenye mapenzi ya kweli hatachukulia ama hawezi kumchukulia mwenzake kama kitu cha kuumiza bali kama mtu wa kumthamini na kumlinda. Kwa kutamatisha, kiukweli kwa maneno yake yenye busara na ujasiri, Bi Khadija Omar Kopa
ameweza kuthibitisha tena kwamba yeye si tu msanii bali ni nguzo muhimu ya maadili, utu pamoja na heshima katika jamii ya Kiswahili. Unampa heko gani, hongera gani, maua gani? Maneno yake yamekupa fundisho gani kama mwanamke uliyeko kwenye ndoa ama unayetarajia kuingia kwenye ndoa? Moja kwa moja ukiandika maoni yako nitaweza kuyapitia. Endelea kushare, kusubscribe, kucomment, itapendeza zaidi.